kid who grew up. Yes bana, moja kati ya stories zinazotikisa hivi karibuni ni pamoja na tangazo rasmi la kustaafu kwa mwanamieleka nguli ulimwenguni na kipenzi cha mashabiki wengi wa mchezo huo, John Cena, ambaye amestaafu rasmi kutoka katika WWE. John Cena amestaafu akiwa moja kati ya wanamieleka wa kipekee zaidi kuwahi kutokea katika mchezo huo kutokana na mambo mbalimbali kama ambavyo tutaenda kuyaainisha hapa katika story moja hii. Hii ni story moja. Katika ulimwengu wa mieleka, jina la John Cena si geni, lina uzito unaobeba sio tu ushindi mwingi kwenye kiwanja cha mapambano, bali pia hadhi ya kuwa nembo ya WWE kwa zaidi ya miongo miwili. Kupitia mchanganyiko wa nguvu, nidhamu, karisma na maadili ya hali ya juu, John Cena aligeuka kutoka kuwa bondia kijana aliyevaa bukta ya jeans na cheni ya dhahabu hadi kuwa sura ya mieleka ya kisasa. To be honest, to be respectful. John Felix Anton Cena Jr. alizaliwa Aprili 23 mwaka 1977 huko West Newbury, Massachusetts, akiwa mtoto wa pili kati ya watoto watano, akikulia katika familia yenye nidhamu na uzalendo. Alipenda michezo tangu utotoni, hasa bodybuilding na football, na alijiunga na Springfield College ambako alicheza American football na baadaye kuhamia California kufuata ndoto yake ya kuwa mtaalamu wa bodybuilding kabla ya kuingia kwenye mieleka mwaka 1999. Mwaka 2002 Cena alijitokeza WWE kwa mara ya kwanza kwa mtindo wa ruthless aggression dhidi ya Kurt Angle, ingawa alipoteza pambano hilo, na aliwasha moto wa shauku kwa mashabiki. Baada ya muda alikuja na rapa Jimmy, akawa anapigana huku akirapu kwa maneno ya kejeli na kushusha mistari yenye ucheshi na dharau kwa wapinzani wake. Huu ulikuwa mwanzo wa John Cena kuwa kipenzi cha mashabiki na wakati mwingine kuwa mpinzani mkubwa kwa baadhi yao. John Cena ameweka rekodi ya kushinda mataji 16 ya dunia akilingana na Ric Flair, jambo linalomfanya kuwa mmoja wa wanamieleka waliotukuka zaidi. Pia ni mshindi wa Royal Rumble mara 2 mwaka 2008 na mwaka 2013, na ameshiriki WrestleMania mara nyingi kama nyota mkuu. John Cena's legacy. Cena alijulikana kwa kufanya mahasimu wake kuwa maarufu. Mapambano dhidi ya Edge, CM Punk, Brock Lesnar na AJ Styles yalibeba hadithi nzuri na kuongeza hadhi ya mieleka. Kauli yake ya never give up haikuwa kauli tu, bali ilikuwa falsafa aliyoiishi. Hata alipopata majeraha, mara nyingi alirudi mapema zaidi ya matarajio. Cena alifanya mieleka kuwa salama kwa familia. Uhusiano wake na taasisi ya Make-A-Wish ulikuwa wa kipekee, akiwa mtu aliyetimiza matakwa ya watoto wengi zaidi katika historia ya taasisi hiyo. John Cena alikuwa na mahusiano ya karibu na ya kiushindani na nyota kama The Rock, Triple H, Randy Orton, Batista na wengineo, na pambano lake na The Rock kwenye WrestleMania 28 liliitwa Once in a Lifetime na kuwa moja ya matukio yaliyotazamwa zaidi duniani. It's easy to get to know John. He's just John Cena. And people gravitate to that. John Cena sio bondia tu, bali pia ni mwigizaji, kwani amewahi kuigiza katika filamu kama vile Fast and Furious, lakini pia na Peacemaker. Lakini pia John Cena ni mtangazaji, mchangiaji wa hisani na mtetezi wa maadili. Ameweza kusimama kama kielelezo cha nidhamu na bidii, akiwaacha wengi wakimuona kama shujaa hata nje ya kiwanja. Mwaka 2023 John Cena alitangaza mipango yake ya kustaafu rasmi kutoka kwenye mieleka ifikapo mwaka 2025. Alisema, wakati wangu wa kusimama uwanjani unakaribia kuisha, lakini nitahakikisha naondoka nikiwa nimewasha moto mwingine nyuma yangu. Na kama alivyoahidi, John Cena mwaka huu rasmi ametangaza kustaafu kutoka katika WWE. John Cena atabaki kuwa alama ya mieleka ya kisasa. Uaminifu wake kwa mashabiki, kazi yake na dhamira ya kuwa bora zaidi kila siku vimefanya jina lake kubaki kwenye mioyo ya mashabiki wa mieleka duniani kote. Katika ulimwengu wa mieleka kuna wachache waliobeba mapambano mabegani mwao kama John Cena. The champion is here, na hata baada ya kustaafu sauti hiyo itabaki ikiishi. Huyu ndiye John Cena, kipenzi cha mashabiki wengi wa mieleka ulimwenguni. Mimi ni Fisasa 99. Chao chao.